walikuwa wanataka upokee pesa. Kweli baba. Wanakuambia nini? Naibiwa lakini nakuwa yatimii. Maana sema uchumi ila Kenya imeshuka bei, mtu anakuambia hivyo tu. Sasa kushuka bei hazitumiki. Anasema nisubirie kwanza. Hii roho inayokufuatilia ya pili. Na leo nataka ujitengue moja kwa moja, ili maisha yako yaweze kukaa sawa. Kwa sababu kuna agano linatembea na wewe. Yaani unampenda Mungu sawa, lakini kuna roho inakuja tena na kuvaa. Inaanza kukutumikisha kwa namna usiyoelewa. Na hivyo vimeanzia huko, licha ya kuwa kulikuwepo na madhabahu nyumbani yaliyokuwepo zamani ya watu waliotangulia, walikuwa na vitu vyao vya asili. Wanafanya mambo matambiko yao, hayo uliyakuta. Amina. Sasa umekuja ukakutana na ya kwako ya kuongezea ya agano. So hilo ukutaka mtu yoyote kutaka kukupa kitu kizuri, hilo roho inakuja na zuia, unakaa kwenye kifungo. Amina baba. Njoo nikuombe. Kila Jumatatu soma Zaburi ya 51. Amina baba. So good. Kila lini? Jumatatu. Kwa mwezi mzima. Come on. Toka na mesa. Asau! Toka na mesa. Ondoka. Kwa damu ya Yesu. Funga kwa damu ya Yesu. Waliofunga tumbo lake, wakafunga miguu, yachiwe. So good. Miguu yachiwe kwa damu ya Yesu. Nasema miguu yachiwe. Unahitaji kufunguliwa. Nifikiri unahitaji nini? Leo ni kukufungua, kesho neno napata hela. Simple. Leo unafanya biashara zako zinaongezeka. Leo unafanya vitu vyako vinaenda kwenye kiwango kingine kabisa. Unakuwa unajiuliza nini kinacho, kumbe Yesu ameshaingilia maisha yako. Jioni ya leo lazima piga hatua kwa jina la Yesu. Lazima piga hatua kwa damu ya Yesu ili maisha yako yakae vizuri.